Hii hapa ni Graduate Advanced Academy, mojawapo ya shule bora kabisa kwa kutokea katika maeneo haya ya Gilgil miaka ya nyuma, lakini kwa sasa kama unavyoona hapa hakuna shughuli yote inayoendelea. Kabla tamatisha video hii, tutajua ni kitu gani ambacho kimefanya Graduate Advanced Academy ikafungwa, mojawapo ya shule ambazo mimi naweza nikasema kwa kweli zimemtoa shamba. Nimesomea hapa miaka ya nyuma na historia ndefu na shule hii. Hapa tunapoelekea sasa ilikuwa ni upper classes. Huu mlango wa kwanza huu ndo nimemalizia mimi, na kama unavyoona sasa hivi hamna kitu kinachoendelea, panabaki kama sehemu ambayo ni rented, sio shule tena kwa sasa. Tukipanda upande wa juu sasa, yale ilikuwa ni madarasa ya form 1 hadi form 4. Hii ya kwanza hapa ilikuwa ni lab, alafu yale ilikuwa ni madarasa mengine ya form 1, form 2, form 3, form 4. Ilikuwa ni shule ambayo ilikuwa na primary na sekondari kuanzia masomo yote hapa. Yani ulikuwa unaweza kuingia hapo ukitoka unataka kwenda chuo kama unaenda chuo kikuu. Kwa hiyo hii ni Graduate Advanced Academy. Nataka tutembee shule hii, kuonyesha mabweni, ni kuonyesha madarasa, ni kupe story kibao ambazo zimefanyikia hapa, story za kufurahisha na zingine pia. Ni shule ambayo naweza nikasema mojawapo ya shule chache kabisa ambazo nikiandika kitabu changu cha historia ya maisha yangu na kurasa nyingi sana kuhusu hii shule. Sasa hapa kulikuwa na staff room. Ile ya kwanza tulikutana nayo huko mbele ilikuwa na staff room, ile ni main staff room ambayo kulikuwa na mwalimu mkuu na naibu mwalimu mkuu, na ukifika sasa hapo ndo unasajiliwa na nini. Lakini hapa sasa ulikuwa unakuja sasa, kulikuwa na staff room ambayo ilikuwa ni ya walimu wale wengine. Sasa bwana, hii staff room inanikumbusha mbali sana, kwa sababu ukifika saa 1 saa 2 hapa tukiwa na rafiki zangu, nadhani ilikuwa sijui kama ni Teddy ama ilikuwa ni nani, sikumbuki kama ilikuwa ni Teddy ama ilikuwa ni Nicholas Yator, tulikuwa nakuja hapa masaa yake sasa kuchukua bucket. Unakuja kwa mwalimu, ama mwalimu nimekuja bucket. Sasa mwalimu anajua kabisa ukisema umekuja bucket basi anamaanisha nini, kwa sababu ile bucket sasa mwalimu hawezi kuichukua kuipeleka sehemu inayofaa kupelekwa, na unajua bucket ilikuwa kabisa ya lazima walimu wamebakisha kitu. Kwa hivyo tukisema nimekujia bucket ilikuwa inamaanisha nimekujia githeri, nimalizie kile githeri ambacho mmebakisha, alafu bucket nipeleke sehemu inafaa kupelekwa. Sasa huko tunapoelekea sasa ndo kunaitwa bweni. Bweni letu hapa, hili lilikuwa ni bweni letu la watoto wa kiume primary. La watoto wa kiume primary. Hapo ndo nilikuwa nakuja kulala na kurauka asubuhi kwenda darasani. Nikipangalia pale nikumbusha njaa. Yaani unakumbuka kuna sehemu ambayo huwezi kukula kitu peke yako kama hujaombwa na watu kama 100. Unaona bwana? Yaani ulikuwa huwezi kukula kitu peke yako. Yaani hapo tulikuwa hatuna uadui, hatuna nini, tunaishi kama familia, kwa sababu kusema ukweli ulikuwa huwezi kuwa na maadui. Sikumbuki mtu yote ambaye alikuwa na maadui. Tulikuwa tunaishi kama ndugu. Kama hauna ngumu, kama una pesa ya ngumu kwa mfano, huwezi kukosa ngumu kwa sababu kuna mtu atakugawia. Hapa tulikuwa naishi kama ndugu. Alafu ile bweni lilikuwa ni bweni la watoto wa kiume ama wanafunzi wa kiume wa sekondari. Graduate Advanced Academy Secondary School Boys ndio walikuwa nasoma hapa, walikuwa naishi hapa. Kwa hivyo niseme ilikuwa ni bweni la kiume la wanafunzi wa sekondari. Tulikuwa tujakaa mbali sana, kwa hivyo mabweni yetu yalikuwa yamekaribiana. Ilikuwa bweni letu hili, alafu na wao wengine pia walikuwa na bweni lao hili. Na tukishuka hivi sasa tunashuka katika maeneo ambayo kulikuwa na jikoni. Warotere bwana. Jamani hapa. Hapa ndio ilikuwa TV room. Hapa ndo entertainment. Tulikuwa nakuja kuona movie zile kalikali. Alafu tunavoshuka hivi tukiendelea hivi na safari, hapa sasa ndio ilikuwa ni jikoni. Jikoni ilikuwa hapa. Warotere sasa hapa ndio walikuwa natusaba. Kulikuwa na watu wanakula special na kuna watu ambao wengine wetu ambao tulikuwa nakula kabeji na githeri. Nadhani hapa ndo nimechukia kabeji. Sipendi kabeji. Nadhani nimekula sana kabeji hapa. Nasema kabeji ni mbaya. Lakini hapa nimekula kabeji. Nimekula kabeji sana. Lakini tukishuka hivi kulikuwa na tapu ya maji. Kulikuwa na tapu nadhani zilikuwa ziko 3. Tapu moja ya maji ilikuwa iko hapa. Sungura. Umeona sungura? Hebu nirudishe nyuma nikuonyeshe sungura. Kuna sungura ametimka hapa, siji kama utamuona. Hapo nilikuwa nakuja kuteka maji. Kumbe ukiteka maji jioni, alafu nakoga nayo asubuhi, ile maji kwa ni baridi sana. Ni kitu nimejifunzia hapa. Maji yalikuwa ni baridi sana.
Lakini ukiamka mapema uje uteke maji alafu koge, maji yalikuwa sio baridi sana. Sasa hivi ndo tunaambiwa hufai kuoga na maji moto, kuoga na maji baridi. Kuoga na maji baridi ndio mwili wako unakuwa unafuu zaidi. Wakati huu tuko kama tunateswa, lakini sasa hivi naweza nikaona kabisa kile ambacho tulikuwa tunafanyiwa ni kitu kizuri. Tunafundishwa kwamba maji yanafaa kuwa ya baridi. Hata leo kama unaweza kuoga na maji baridi, kuoga na maji baridi. Sasa bwana, hapa ndo kulikuwa kwa mabinti, bweni la mabinti wa primary. Sasa dada zetu walikuwa wanakaa hapa. Hapa ndo Sheila alikuwa anakaa. Crush wangu wa kwanza kabisa. Wakati nimejua mambo haya. Unajua wanaume tunachelewa sana kujua mambo ya mahaba. Sasa Sheila alikuwa ni binti mmoja ambaye amenipenda fulani hivi, lakini mimi naye nilikuwa mshamba wa mapenzi kwa sababu kweli. Sasa nimekuja kugundua kumbe Sheila alikuwa ananifagilia, lakini ilikuwa kuchelewa sana. Sheila, habari gani bwana? Popote pale ulipo ukipata habari hii, pole bwana. Nilikuwa mshamba wa mapenzi. Sikujua mapenzi yanaendaje. Alafu hapa ilikuwa ni bweni la watoto wa kike. Ndugu yangu, yaani mimi katika historia ya maisha yangu nilikuwa sijawahi kuona wasichana warembo kama nilivyoona wasichana wa sekondari. Walikuwa ni warembo. Ai jamani, walikuwa ni warembo. Walikuwa ni warembo mno. Ai jamani, nilikuwa sijawahi kuona wasichana warembo kiasi hicho. Alafu najua hii shule ilikuwa freestyle kidogo, watu walikuwa na uhuru wa kuvaa mavazi ya nyumbani. Kwa yule ambaye amesomea Graduate Advanced Academy atakwambia kusema kweli wasichana wa Graduate Advanced Academy Secondary walikuwa ni warembo kweli kweli. Alafu hii ilikuwa ni bweni la kiume sekondari. Wakati najiunga na shule hii nilianzia maisha hapa. Baadaye wakaja wanafunzi wengi wa form 1, ndio maana tukahamishwa sasa, tukapelekwa huko juu kuishi na primary wengine. Sasa bweni moja limetulia sana. Kuna jamaa mmoja anaitwa Kahindo. Unajua ukitoka nyumbani, umezoea sana kwa nyumbani alafu kaenda boarding, mtu patwa na homesick. Lakini kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Kahindo na wanafunzi wa darasa letu walinipokea vizuri sana. Asante sana Kahindo. Yaani siwezi kusahau. Mungu akubariki sana Kahindo popote pale ulipo. Sasa haya madarasa yalikuwa ni madarasa ya lower primary. Naona haya madarasa bado yako vizuri licha kwamba ni miaka mingi imepita. Nadhani madarasa haya yamejengwa zaidi ya miaka 20 imepita. Na madarasa tu yako vizuri. Ni shule ambazo zilikuwa zimejengwa vizuri sana. Mr. Mwangi alifanya kazi safi sana. Mwenye shule alikuwa fanya kazi safi sana kuhakikisha kwamba anatengeza shule bora kabisa katika maeneo haya. Ikianza na skill kuitwa Mohoteto na baadaye sasa ndio ikaanza kuitwa Graduate Advanced Academy. Moja hapo ya majina matamu sana. Walikuwa wanaambia mtu uko nje, umetoka shule gani? Graduate Advanced Academy. Mtaka kuheshimu sana. Mr. Mwangi ni mtu mbunifu mno. Kwa majina ni mtu mbunifu mno, sio kwa majina peke yake, hadi kwa elimu. Anatufundisha Kiingereza na Kiswahili. Asubuhi na mapema saa 1 tunarauka kwenda kusikiza taarifa za habari, halafu tunaandika misamiati ambayo ilivyokuwa katika taarifa za habari. Yule mwalimu alikuwa ni mwalimu hatari. Kama kuna walimu bora nimewahi kukutana nao katika historia ya maisha yangu, Mr. Mwangi ni mmoja wao. Yaani alikuwa hafunzi tu mtaala, anafunza pia na maisha ya kawaida kabisa. Mnafunzwa maisha ya kawaida kabisa, na ni kitu kizuri sana. Asante sana Mr. Mwangi kwa kuhakikisha kwamba unatufunza vitu vizuri na unatufunza real life. Mr. Mwangi was ahead of time. Yaani vitu ambavyo alikuwa anatufunza ni vitu ambazo kwa kweli zilikuwa ahead of time. Na nikushukuru sana kwa sababu kuanzisha shule hii na kwa sababu ya historia ambayo tumetengeneza hapa na watu wote ambao tumekutana nao, wale ambao tulisoma nao hapa, kina Karori, Nicholas Yator, Maureen, Doreen, Teddy wa Freetown, Kierato, Kahindo, Kabaka. Mkiona hii bwana, tutafutane bwana, tule nyama. Tukisimuliana hadithi ambazo zinahusiana na shule hii yetu ambayo kwa kweli ni moja ya shule bora kabisa kwa kutokea katika historia ya maisha yetu. Hapa sasa tunapoelekea, kulikuwa na mjengo ulikuwa hapa. Sasa kulikuwa na mjengo ulikuwa hapo ambao sasa hapa walikuwa wanakuja kuweka maziwa. Sasa kuna kijana mmoja ambaye anaitwa Martin. Martin alikuwa ni mjanja kweli kweli. Martin anaona waneka maziwa. Mneka maziwa hapa. Martin akakusanya vijana kama 5 hivi. Akawapatia assignment, akamwambia natafuta mrija. Mtafute mrija. Ile mrija kama zile ambazo pande za Western wanakuja nazo pombe. Martin na kamati yake watu kama 5 hivi. Sasa unajua ambao huwa zishikani sana. Kuna mianya ambayo kidogo inatengezwa.
Sasa walikuja wakatumia mrija, wakaweka kwa bucket ya maziwa ambayo ilikuwa ndani ya mjengo huo, wakafyonza maziwa ikaisha. Sasa yule mwenye alikuwa anafaa kushughulikia story na maziwa, maziwa ilikuwa ni watu special, ya kupika chai ya watu special na walimu. Sasa yule anakuja kuangalia maziwa, anakuta bucket haina kitu. Akiangalia mlango haujafunguliwa. Hakuna mtu amefungua mlango. Ni yeye tu ako na funguo. Anajua kabisa hakuna mtu amefungua mlango. Sasa anajiuliza, maziwa imeenda wapi? Ilikuwa ni mojawapo ya mtihani mkubwa sana. Kibarua kigumu sana kwenda kuambia Mr. Ndohyo, maziwa imeenda wapi? Na mpaka leo sijui kama kina Mr. Ndohyo walijua kwamba Martin na kikosi chake ndo walifyonza maziwa kupitia zile nani za mbao zile ndogo ndogo zile. Anakamria, unaingia kwa bucket, anafyonza. Ilikuwa ni muahidi ni kitu gani ambacho kimefanya town ya hapa nje sasa imebaki mahame. Kutokana na shule kufungwa, ndio maana town imebaki mahame, kwa sababu wale wanafunzi walikuwa wanakuja kununua vitu hapa, hawaji tena kununua. Si unajua tena wanafunzi walikuwa wanakuja kununua vitu hapa, kutokana na kwamba flow ya watu imepungua, basi ndio maana town hii ya Mbegi ambayo ilikuwa Mbegi Shopping Center kipindi hicho imebaki mahame. Lakini pia niliwaahidi kwa mtawaambieni kitu gani ambacho kifanya shule imefungwa. Kwa bahati nzuri nilikutana na Mr. Mwangi, mwanzilishi wa shule hii, na nimpongeze sana kwa sababu ya kuanzisha shule hii na kutengeza historia na kutengezea historia. Basi Mr. Mwangi alisema kipindi kile cha corona basi kilikuwa kipindi kigumu sana, na ndio maana alifikia uamuzi huo wa kufunga shule hii. Hata kama imefungwa, mimi namwombea sana Mr. Mwangi to bounce back, arudishe shule bwana. Hii ni mojawapo ya historia ambayo tungetaka watu wengine pia wawe na historia, kwa sababu shule iko mahali pazuri sana. Environment ya masomo hapa ni environment moja safi sana ya kusomea. Mimi namwombea sana Mr. Mwangi ya bounce back, arudishe tena shule Graduate Advanced Academy. Mambo yaendelee bwana. Na ndio hivyo bwana, tumemalizia hapo. Asanteni sana kwa kutazama. Mimi naitwa Jembe Mahiri.